Mtazamaji wa TBC Digital, karibu katika kipindi cha Jukwaa la Chamwino, kipindi ambacho mara nyingi tunakuwa na mada ambayo tunaiweka mezani. Na hii leo basi mada tulionayo tunakwenda kuitizama ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika hapo baadaye mwezi Oktoba mwaka huu. Na katika ilani hiyo basi upo mpango wa kuja na gridi ya taifa ya maji. Tunafahamu tuna gridi ya taifa ya umeme, lakini sasa tunakwenda kwenye gridi ya taifa ya maji. Na kama ilivyoada basi kipindi hiki basi huwa kinakuwa na mchambuzi. Na mchambuzi tuliye naye ni yule Lugenzi Kabale, ambaye ataanza kutueleza kidogo kwa mapana yake tunaposema gridi ya maji ni nini. Lugenzi, karibu. Asante sana Aneti. Kwa hakika kama ambavyo umewaambia watazamaji, sasa tunataka tujielekeze katika kuichambua ilani ya uchaguzi ya Oktoba 20 na 25 na ambayo itatekelezwa kati ya 2025 na 2030. Tunachukua kipengele cha sekta ya maji ambapo Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuuza sokoni kwa wapiga kura mpango wa kutengeneza gridi ya maji ya taifa. La kwanza, nini maana ya gridi? Gridi ni mfumo wa kusambaza huduma fulani katika utaratibu mkubwa wa kitaifa. Kwa mfano, huduma ambayo tumeizoea kwenye gridi ni umeme. Umeme huu unazalishwa mfano Kidatu, unazalishwa Mtera, lakini unatakiwa umeme uende mpaka Mbeya, uende mpaka Kagera, uende mpaka Rukwa. Sasa unaupelekaje? Lakini taifa letu ni kubwa, kwa hiyo unatengeneza gridi ya umeme ambayo inahakikisha umeme unatoka eneo fulani unakwenda eneo fulani. Lakini kwa kuwa teknolojia inazidi kubadilika na binadamu anatafuta maendeleo, na sisi Tanzania sasa tunaingia kwenye historia ya nchi chache duniani ambazo zina gridi ya maji. Gridi ya maji hii ni ambapo unayatoa maji upande mmoja katika mkondo mkubwa unayapeleka upande mwingine. Lakini unapoyapeleka upande mwingine kwa masafa marefu unakuwa na matawi ya kusambaza katika maeneo mengine. Kwa hiyo ni kama vile matawi ya mti, lakini maji unatoa kwenye chanzo kimoja. Na gridi hii ya maji ambayo inakwenda kutengenezwa ni kwa maziwa makuu matatu ambayo Tanzania tunayo, kwa maana ya ziwa Victoria, kwa maana ya ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Nachotaka nikwambie Anet, haya ni mapinduzi makubwa sana na ni fikra tunduizu ambazo ziko ndani ya viongozi wetu wa kitaifa, ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6, lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na uhakika kwamba unataka ufahamu faida na za gridi hii ya maji. Baada ya kuifahamu gridi sasa nilitaka tukajielekeze kuona kama nchi tutapata faida gani endapo gridi hii sasa hiyo hayo maono ya Chama cha Mapinduzi yatakapokuwa kwenye uhalisia kabisa. Faida namba 1, inakwenda kupunguza gharama za miradi ambayo inayahitaji maji ili iweze kutekelezwa. Na miradi hiyo ni takriban kama 4 hivi. Mradi wa kwanza, mosi, ni huduma kabisa ya maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Lakini huduma ya maji hiyo kwa ajili ya mifugo. Lakini huduma ya maji hiyo kwa ajili ya miradi ya ufugaji wa samaki. Lakini maji hayo kwa ajili ya kilimo. Tunavyozungumza sasa, Wizara ya Kilimo kama wana mradi unaohitaji maji, mfano umwagiliaji, wanaomba bajeti yao, wanatafuta mkandarasi wao, wanatengeneza mradi wao. Wakija watu wa mifugo nao wana bajeti yao, kwa wakati wao wanatekeleza kwao. Ukija Wizara ya Maji kwa Mheshimiwa Wembe Jembe Juma Aweso, na yeye anaomba fedha zake, anapelekea maji hayo wa Tanzania. Sasa kupitia gridi, fedha hizi zote zitakusanywa kwenye kikapu kimoja. Kwa hiyo unatengenezwa huo mto wa artificial, mto ambao umetengenezwa na binadamu ambao ndio gridi hiyo. Kwa hiyo maji yanapita pale. Wa kilimo atachepusha kwa ajili ya matumizi yake kwenye kilimo. Wa ufugaji samaki atachepusha kwa ajili ya mradi wake wa samaki. Anaitaka kwa ajili ya mifugo atachepusha. Anaitaka kwa ajili ya kilimo atachepusha. Lakini ile ina viwanda ile, lakini gridi inazidi kwenda, inazidi kwenda, inazidi kwenda. Kwa hiyo hayo ni manufaa makubwa ya kwanza kabisa, kwamba rasilimali fedha ambayo ilikuwa inatapanywa kwenye sekta mbalimbali sasa itawekwa kwenye kikapu kimoja na kutekelezwa mradi mmoja kwa manufaa ya wote. Lakini faida ya pili, Watanzania wajue, toka Tanzania imepata uhuru, sasa ndio tunakwenda kuyatumia
kikamilifu. Kwa hiyo hii peke yake ni kama taifa sasa limejitambua kwamba lina rasilimali maji ambayo inaweza kabadili kabisa kiwango cha maisha ya Watanzania. Kukuza uchumi wa Tanzania. Kabisa. Hii peke yake tunapaswa kuwapa heko viongozi wetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hakika wameweza kutumia akili tunduizu. Lakini faida ya tatu ambayo ni muhimu sana, unapoomba fedha kutekeleza mradi unaohusika na kilimo cha umwagiliaji na mwingine akaomba fedha kwa ajili ya mradi wa kupeleka maji ya kunywa kwa ajili ya Watanzania mara fulani, na mwingine akaomba fedha kwa ajili ya mifugo, utekelezaji wa huu mradi kila mmoja utakwenda kwa kasi yake na kwa namna yake. Utakamilika leo, huu baada ya miaka miwili. Lakini sasa kwa sababu fedha zinawekwa kwenye kikapu kimoja, kasi ya utekelezaji wa miradi ya maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu, maji kwa ajili ya mifugo, maji kwa ajili ya kilimo unakwenda kuongezeka zaidi. Lakini pili, kupitia hii grid ya maji umaskini unaenda kupungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kumbuka sehemu kubwa ya Tanzania ni wakulima, lakini walikuwa hawezi kulima kwa kutegemea maji mvua kutoka huko juu mbinguni. Lakini sasa hawatahitaji tena kutegemea mvua, ije mvua isije, grid ya maji kutoka ziwa Victoria, grid ya maji kutoka ziwa Tanganyika, grid ya maji kutoka ziwa Nyasa itakupelekea maji katika eneo la kulima, utalima bandika bandua. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba sasa hakuna sababu yoyote kusema mimi silimi kwa sababu sina uhakika wa kuvuna. Hakuna sababu. Au nililima mwaka jana mvua haikunyesha. Sababu zinakwenda kumalizika. Hiyo sentensi inaenda kukosekana. Labda sasa watabakia tu wale ambao ni wavivu, tuwajue kwamba hawa ni wavivu. Lakini useme uvivu wangu wewe ndio umeniponza. Lakini jambo jingine muhimu sana ambalo linakwenda kutokea, faida ambayo inakwenda kutokana na grid, yanakwenda kufanyika mapinduzi makubwa sana kwenye sekta za kilimo, sekta za kilimo cha umwagiliaji, lakini pia sekta ya mifugo, hasa umwagiliaji. Lakini faida muhimu nyingine ambayo tunakwenda kuipata kutokana na gridi ya taifa, kwanza ni ajira lukuki zinaweza kuzalishwa. Ajira wakati wa kutengeneza hiyo gridi, lakini ajira ya kudumu kutokana na watu watakokuwa najishughulisha kutokana na uwepo wa ile gridi. Watu watafuga samaki, watafuga mifugo, watalima. Kwa hiyo swala la kukosekana tena kwa ajira linakwenda kuwa historia. Kwa kiasi kikubwa sana swala la ajira linakwenda kupunguzwa kwa watu kujiajiri wenyewe kwenye shughuli za uzalishaji wakiwa na uhakika wa upatikanaji wa maji. Lakini eneo jingine muhimu kabisa ni kwamba leo mimi na wewe tunazungumza hapa Anet. Grid ya maji haijatengenezwa. Kwa maana hiyo ikisha tengenezwa kutokana na shughuli za kiuchumi ambazo zitafanyika kwenye ile grid, tayari TRA watapata chanzo cha mapato kwa ajili ya kodi za nchi hii. Umeelewa? Kwa hiyo hili ni eneo jipya kabisa la kodi kwa halikuwepo toka Tanzania imeundwa. Kwa hiyo ni faida. Kwa hiyo kama TRA walikuwa tu wanapiga hesabu kwamba kodi huku, sasa wajitayarishe kwenye grid ile. Kuna chanzo kingine kuna chanzo cha kodi cha uhakika mapato ya TRA. Faida nyingine muhimu ni kwamba kutekelezwa kwa mradi wa grid. Nataka nikwambie Anet. Neno linaosema kwamba haya ni maeneo kame ya Tanzania, haya ni maeneo semi-aridi, halipo. Kwa sababu hayo maeneo ambayo ni makame ni kuyatengenezea tu, unayatengenezea tu mchepusho wa maji kutoka kwenye gridi. Hilo eneo kame sasa litakuwa ni eneo lenye maji. Hakuna tena ukame. Hakuna tena neno kwamba ile eneo kame. Kama ni Singida, wewe tuambie haya maji yaje wapi? Kama ni Dodoma. Kama ni Dodoma hii tuambie yaje wapi? Kama ni Tabora huko Igunga, wewe tuambie tuyapeleke wapi? Kwa hiyo swala la kusema kwamba hili ni eneo kame, huo msamiati umeisha. Lakini faida mbili za mwisho za kutengenezwa kwa grid hii ya maji ya taifa ni kuna kwenda sasa kupatikana miji ya kisasa kando kando ya gridi. Kwa taarifa yako, nchi ya Misri ambayo mto ule Nile umepita kutoka kwenye mpaka wa Sudani mpaka kule katika bahari ya Nyekundu kule juu. Asilimia takriban 90 ya Wamisri wanakaa pembeni ya ule mto, pembezoni ya ule mto. Kwa sababu pale ndio maisha yapo. Fursa zipo, ufugaji wa samaki, mifugo, lakini kilimo. Kwa hiyo wanakaa pale. Kwa na sisi sasa kupitia grid usishangae tukapata miji ya kisasa mipya na mizuri ambayo itakuwa imevutwa na ule uwepo wa maji na shughuli za kiuchumi katika maeneo yale. Na faida ya 10 na ya mwisho ni kwamba uwepo wa grid hii sasa unakwenda kutuhakikishia kwanza
usalama wa chakula hapa nchini. Kwa sababu tutakuwa na miradi mingi ya umwagiliaji mazao, kilimo cha mazao. Kwa hiyo tutalima chakula kwa bandika bandua, lakini pia tutaingia kwenye soko la kuuza mazao ya kilimo nchi za nje kwa wingi zaidi, kwa sababu ni bandika bandua, bandika bandua. Hatutawategemea tena watu wa kituo cha hali ya hewa kutuambia mwaka huu mvua ziko hivi na hivi na hivi. Hapana, hiyo story imeisha. Shukrani na heko sana kwa Chama cha Mapinduzi kuja na ilani ambayo inakwenda kubadili maisha ya Watanzania na kuleta kwa mara ya kwanza toka uhuru matumizi mazuri katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Kabale, tunaweza tukasema asante, umetupitisha na kuona faida sasa pale ambapo Tanzania itakwenda kuwa na gridi ya maji, na umetuambia kwamba sasa ndio tutakwenda kutumia maji kikamilifu kutoka ziwa Nyasa, ziwa Victoria na ziwa Tanganyika. Siku zote unaosha uso unaondoka. Sasa tutakwenda kuyatumia. Tuseme asante na tumuage mtazamaji wa TBC. Asante sana. Asante sana. Asante.